Jumapili nyingine ya Novemba 6, 2016 na kukaribisha sana katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa IOTV na millardayo.com ukiwa na mimi Alice Tupa. Na moja kwa moja nikianza na gazeti la Nipashe. Katika ukurasa wake mbele leo kuna habari ambazo zinasema mbinu mpya uporaji fedha dahizi hapa, polisi yatoa angalizo, wenye benki wafunguka. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Na tukiangalia habari hii kwa undani zaidi inasema wakati jeshi la polisi likiendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukomesha vitendo vya uporaji wa fedha vilivyoibuka kwa kasi jijini Dar es Salaam katika siku za hivi karibuni, imebainika kuwa sasa zipo mbinu mpya zilizobuniwa na waporaji kukamilisha uovu wao. Uchunguzi uliofanywa na Nipashe kwa kuhusisha mahojiano na watu mbalimbali waliowahi kukumbwa na kadhia hiyo, polisi na wadau wa masuala ya fedha jijini Dar es Salaam, umebaini kuwa njia hizo mpya ni pamoja na ile ya waporaji wanaotumia pikipiki maarufu kama bodaboda kuifukuzia gari ya mtu aliyebeba fedha kwa kudai kuwa imesababisha ajali sehemu. Katika uchunguzi wake Nipashe imebaini njia nyingine mpya kuwa ni ile ya waporaji kujifanya samaria wema kwa kuifuata gari wanaojua kuwa ndani yake kuna fedha na kumpa dereva ishara inaonyesha kuwa gari yake ina tatizo kabla kufanikisha njama zao. Njia nyingine mpya iliyobainika hivi karibuni ni pamoja na waporaji kuingia benki wakijifanya kuwa ni wateja, lakini lengo lao likiwa ni kuwafuatilia watu wanaotoa fedha, na pia ipo njia nyingine inayohusisha madereva sio waaminifu na baadhi ya maofisa wa juu wa benki. Aidha Nipashe imebaini kuwa mbali na njia hizo mpya zipo nyingine zilizoanza kutumika kitambo pia zinazoendelea kutumika katika kufanikisha uporaji, zikiwemo zile za wenye bodaboda kunyakua mapochi na mikoba yenye fedha kutoka kwa wamiliki wake, kutumia taarifa kutoka kwenye mtandao maalum unaohusisha baadhi ya wafanyakazi wasio waaminifu wa benki, na pia njia za kinyama inayohusisha uvamizi wa ghafla na matumizi ya silaha za moto. Kadhalika zipo njia za kuwavamia watu na kuwashambulia kabla kuwapora fedha kwa namna sawa na ile inayotumiwa na vikundi vinavyotambulika zaidi kwa jina la panyarodi. Njia nyingine iliyozoeleka ni ile ya waporaji kuvamia maduka ya bidhaa au vibanda vya miamala ya fedha kupitia simu za mikononi na kushambulia kabla kupora kila senti wanaoikuta. Akizungumza na Nipashe, mjumbe mmoja wapo wa jumuiya ya wamiliki wa benki TBA Ineke Basimaki alisema njia moja wapo inayotumiwa sasa kufanikisha uporaji kwa wateja wao ndani au wanapotoka na fedha nje ni watu kujifanya wateja na kuingia benki kwa nia ya kushuhudia wateja wanaochukua fedha. Alisema baada ya wahalifu kujua ni mteja gani huchukua fedha, hutumia njia wanazozijua wenyewe kuwasiliana kwa haraka na kumfuatilia kabla kufanikisha uporaji. Basimaki alisema matukio ya uporaji hayapo tu Dar es Salaam na mikoa mingine nchini, bali ni changamoto ya dunia nzima, na hivyo kinachotakiwa ni kuongeza tahadhari za usalama, ikiwa ni pamoja na wateja kutumia zaidi njia za kielektroniki katika kufanya miamala yao. Akizungumza na Nipashe, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Nchemba alisema jeshi hilo limefanya mambo mengi kuhakikisha raia na mali zao wanakuwa salama. Alisema hadi sasa kuna idadi kubwa ya askari mitaani wanaohakikisha kuwa usalama wa raia na mali zao unaimarishwa kote, na kwamba lililo muhimu ni kwa wananchi kutekeleza pia wajibu wao wa kushirikiana na jeshi la polisi kudhibiti uhalifu. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa kwa kirefu zaidi na unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine inasema wanafunzi wa mchapa mwalimu kwa kumfumania na mwenzao. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3, ambapo habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema mmoja wa walimu wa shule sekondari Songa iliyo katika kata ya Songa wilayani Muheza mkoani Tanga, jina linahifadhiwa, ametiwa mbaroni saa 6 usiku baada ya kufumaniwa chumbani akiwa na mwanafunzi wake mmoja wapo, huku wote wakiwa kama walivyozaliwa. Taarifa zaidi zilidai kuwa wanafunzi walioshiriki fumanizi hilo dhidi ya mwalimu na mwanafunzi mwenzao walimwadhibu mtuhumiwa mwalimu wao na kufanikisha kukamatwa kwake. Kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Benedict Kulamba aliliambia Nipashe jana kuwa atalitolea ufafanuzi swala hilo baada ya kupokea taarifa rasmi. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti hili la Nipashe. Tukiliangalia gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo limeandika jina la Lowassa lazua tafrani bungeni, ni baada ya mbunge wa CCM kutoa magazeti yenye habari zake. Ni habari kubwa kabisa hiyo ambayo imepewa kipaumbele, na habari hii inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 mwa gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine inasema maprofesa wachambua majibu ya Rais Magufuli. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3. Muswada wa habari wapita kwa vijembe bungeni. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Mwananchi. Tukiangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa huu mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema ndege 7 za Rais Magufuli kupasua anga la kimataifa, waliokopa Twiga Bank
kuanza kusakwa, lakini pia kuna habari inasema Lema amua kufunga akiwa rumande Arusha, wanawake hawavai helmet wakiogopa kuharibu nywele. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili. Gazeti la Jambo Leo kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele limeandika Panya Road wafaulu la 7 wakiwa gerezani, ombi la wazazi laweka serikali njia panda. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Jambo Leo. Habari nyingine inasema muswada tata wa habari wapitishwa, na tukiangalia habari kwa undani zaidi inasema mkutano wa 5 wa bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umepitisha rasmi muswada wa sheria ya huduma za habari wa mwaka 2016, ambapo hatua inayofuata ni kuridhiwa na kusainiwa na Rais John Magufuli ili uwe sheria kamili ya nchi. Muswada huu ulizua utata baada ya kupingwa na wadau wa habari wakiomba muda zaidi kupitia na kushauriana bila mafanikio. Umepitishwa jana bungeni mjini Dodoma katika kikao kilichoongozwa na mwenyekiti wa bunge hilo Andrew Chenge. Awali wa bunge walijadili muswada huo kifungu kwa kifungu. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine ambayo inaendelea pia katika ukurasa wa 3 inasema vyuo vikuu watunishiana misuli na bodi ya mikopo. Sumaya hoji maswali ya wahariri kwa JPM. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 2, lakini pia kuna habari inasema wasomi waridhishwa na Magufuli watofautiana kuhusu katiba. Lakini pia kuna habari inasema UVCCM yawataka wananchi kumvumilia rais. Lakini pia katika habari za kimataifa kuna habari inasema binti aliyetekwa na Boko Haram ameweka hadharani machungu ya kulazimishwa kuishi na kikundi hicho cha kigaidi. Na katika habari za michezo kuna habari inasema ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa 14 na 15 inaendelea leo kwa timu 12 kupambana katika viwanja 6 tofauti, huku miamba ya soka nchini Simba na Yanga zikiwania pointi 3. Ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Jambo Leo, na unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Jambo Leo. Gazeti la Mtanzania Afrika Kinifu kwa siku leo limeandika Magufuli alikotoka alipo anakoelekea siku 365. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 2 na 3 wa gazeti hili la Mtanzania. Tukiangalia habari nyingine inasema muswada wa habari wapitishwa. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Polisi wapekua nyumba ya Lema, wodi Moi za batizo jina la gereza. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Mtanzania. Habari nyingine inasema siku moja kabla ya uchaguzi dunia subiri tukio kubwa Marekani. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa 27 wa gazeti hili la Mtanzania. Na tukimalizia na gazeti la Sauti ya Watu Tanzania Daima kwa siku leo limeandika Magufuli awatosa 6, Jaji Warioba auzika mchakato wa katiba waliopigania kwa gharama kubwa. Ni habari ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Habari nyingine inasema muswada wa kufunga wanahabari wapitishwa, CCM bado wa mganda Lowassa. Ni habari nyingine hiyo pia, lakini pia kuna habari inasema polisi wapekua nyumba ya Lema, vigogo halmashauri Kibondo watumbuliwa kubadhirifu. Na katika habari za michezo kuna habari inasema Yanga Sport Club hasira kwa Prison. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima. Na tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo tuna gazeti la Mikasa, ambapo kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele lina habari tu nyingi, na ukurasa wa nyuma vile vile lina habari tu nyingi, na zote habari hizo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani katika kurasa za ndani wa gazeti la Mikasa. Na tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo tuna gazeti la Dimba na gazeti la Literaha, ambapo gazeti la Dimba katika ukurasa wa mbele limeandika Luandamina ndani ya nyumba. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani la gazeti hili la Dimba. Habari nyingine inasema Yanga Sport Club ya badili gia kuiua Prison, mabao ya Kichuya yamrudisha Okwi. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Dimba. Habari nyingine inasema Simba pointi 3 kama kawa leo, nani kuvaa jezi namba 25. Ni habari hizo zote ambazo zipo katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Dimba. Lakini habari za kimataifa ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili linasema Samata sema du ulasi pa mchezo Mourinho kutimua Wanani United. Lakini pia kuna habari inasema Man City abana 1-1 na Embroid. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa 24 wa gazeti la Dimba. Na tukiangalia katika ukurasa wa nyuma gazeti la Dimba kuna habari inasema Mourinho kutimua Wanani United. Lakini pia kuna habari inasema hawataki ujinga, Sanchez adai Arsenal ina njaa ya kuchukua
ubingwa England. Na pia kuna habari nyingine inasema Man City yabanwa nyumbani, Sunderland yaonja ushindi, mnafikia Madrid kwa mabao nyie. Zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti hili la Dimba. Na tukiangalia gazeti la Lete Raha kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele limeandika nyie Simba nyie Yanga tutawaona tu. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele, unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Lete Raha. Habari nyingine inasema Mkude asema Simba bingwa, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3. Msuva amfunika kichwa tuzo ya Oktoba, lakini pia kuna habari inasema Messi awashukia wanyonge wake Sevilla. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti la Lete Raha kuna habari inasema Cantona asema Mourinho koma mwanangu, Man City atema ushindi usiku. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Lete Raha. Na gazeti la Lete Raha kwa siku ya leo ndilo linalotufungia uchambuzi wa magazeti kutoka hapa ITV na millardayo.com, lakini unaweza kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo na kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina hilo hilo Millard Ayo. Bado promotion ya Kamata Mpunga inaendelea mtu wangu, usisite kuandika neno go kwenda namba 15544 kwa unaweza kuwa mmoja wapo wa watu ambao wanaweza kujishindia mpunga kuanzia $500,000, milioni 1, milioni 5 hadi milioni 20 kutoka Vodacom. Na jina langu naitwa Alice Tupa.